Iran tried to kill President Trump. Waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth ametangaza kuwa mtu anayedaiwa kuwa mpiganaji mkuu wa kikosi cha siri cha Iran kilichopanga njama za kumuua rais wa Marekani mwaka 2024 Donald Trump ameuawa katika operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyopewa jina la Operation Epic Fury. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya jeshi la Marekani, The Pentagon, Hegseth alisema mtu huyo aliwindwa na kuuawa wakati wa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran iliyofanyika siku ya Jumanne. Irani ilijaribu kumuua Rais Trump, lakini Rais Trump ndiye aliyepata kicheko cha mwisho, alisema Hegseth. Hata hivyo, alisisitiza kuwa tukio hilo halimaanishi kuwa operesheni imekamilika, bali ni hatua moja katika kampeni kubwa ya kijeshi. Mvutano mkubwa kati ya Marekani na Iran unatajwa kuanzia mwaka 2020 wakati Trump aliporuhusu shambulio la ndege isiyo na rubani lililomuua Jenerali Qasem Soleimani aliyekuwa kamanda wa kikosi cha Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force. Tangu wakati huo, waendesha mashtaka wa Marekani wameripoti kesi kadhaa zinazohusiana na njama za kulipwa ili kumuua Trump wakati wa kampeni ya uchaguzi wa mwaka 2024. Hata hivyo, maafisa wa Marekani wanasema hawakujulishwa ushahidi wa moja kwa moja unaoiunganisha serikali ya Iran na njama hizo. Lakini pia Peter Hegseth hakutaja jina la mtu aliyedai kuuawa katika operesheni hiyo. Katika mahojiano ya simu na kituo cha habari cha ABC News, Trump alisema vitisho dhidi ya maisha yake vilichangia uamuzi wake wa kuanzisha vita dhidi ya Iran. Nilimpata kabla hajanishambulia, alisema Trump. Walijaribu mara mbili, lakini mimi nilimpata kwanza. Trump pia alirejea tukio la kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei, ambaye aliongoza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran tangu mwaka 1989. Khamenei aliuawa katika operesheni ya pamoja ya kijeshi iliyofanywa na Israel kwa kushirikiana na Marekani kufuatia miezi kadhaa ya ushirikiano wa kijasusi kati ya nchi hizo mbili. Kwa mujibu wa Hegseth, operesheni ya kijeshi ya pamoja kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran inaendelea kuongezeka kwa kasi, na ndani ya siku chache zijazo mataifa hayo yanatarajia kudhibiti anga ya Iran kikamilifu. Hii ina maana tutaruka mchana na usiku tukitafuta na kuharibu makombora pamoja na miundombinu ya kijeshi ya Iran, alisema Hegseth. Mashambulizi zaidi na makubwa zaidi yanakuja. Alikanusha pia taarifa zilizodai kuwa Marekani inaishiwa na silaha, akisema jeshi la Marekani lina akiba kubwa ya mabomu ya kisasa ya pound 500, 1000 na 2000 yanayoongozwa na teknolojia GPS na laser. Wakati wa mashambulizi ya Marekani na Israel yakiendelea, Irani nayo imejibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya maslahi ya Marekani katika Mashariki ya Kati. Maeneo ya kijeshi yaliyolengwa ni pamoja na makao makuu ya jeshi la wanamaji la Marekani, Fifth Fleet nchini Bahrain, pamoja na vituo vya jeshi vya Marekani vilivyoko Kuwait, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya Marekani Dan Cain amesema mashambulizi ya makombora ya Iran yamepungua kwa 86% tangu kuanza kwa mapigano, huku matumizi ya ndege za kushambulia zisizo na rubani yakipungua kwa 73%. Wakati huo huo, The Pentagon imethibitisha kuwa manowari ya Marekani ilizindua torpedo na kuzamisha meli ya kivita ya Iran katika bahari ya Hindi usiku wa Jumanne. Tukio hilo limeelezwa kuwa la kihistoria, kwani ni mara ya kwanza kwa Marekani kuzamisha meli ya kivita ya adui kwa torpedo tangu vita kuu ya pili ya dunia. Kwa mujibu wa waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth kueleza kwamba Irani ilikuwa imepanga njama za kumuua rais wa Marekani Donald Trump mwaka 2024, na kwamba mtu huyo ambaye alipanga njama hizo au alikuwa akiongoza kikosi cha njama hizo naye aliuawa siku ya Jumanne, ambapo Marekani ilifanya operesheni dhidi ya taifa la Iran, huku vita vikizidi kuendelea. Mtazamaji, kuna matukio mengi sana ambayo yanajiri katika vita hii huko Mashariki ya Kati na stories zikiwa ni nyingi sana. Basi sisi wajibu wetu ni kuweza kukujuza yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu ni kuombe usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.